yanaendelea. Sasa ninayo orodha hapa ya wachangiaji, lakini baada ya wachangiaji tutatoa fursa kwa watoa hoja kuhitimisha hoja zao. Tutaanza na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Mheshimiwa Stanislaus Harun Nyongo. Waheshimiwa Bunge, niwaombe tena, kwa sababu mnayo hiyo ruhusa. Waheshimiwa Bunge, niwaombe tena tupunguze sauti ili tuweze kusikia michango inayotolewa na wenzetu. Tupunguze sauti. Kama ni lazima kuwa na kikao kadogo, mnaruhusiwa kwenda nje. Na wale wa simu niwakumbushe tena, narudia na bado nawaona wanazungumza na simu. Sasa mtaniwia radhi, tuko mwishoni kidogo, lakini nitawajulisha fulani nenda kaongee na simu nje, kama huyu nayemuona hapo. Ama niwaelekeze wazee wa kamera waanze kuwaelekeza, ili ukishajiona ndo utoke nje. Tupunguze sauti, tusikilizane. Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Spika, nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia uhai, na leo tuko hapa tukiwa tunajadili kabisa swala ambalo ni swala la msingi katika taifa letu, kwa maana ya kujadili mipango ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, niendelee kushukuru na nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza kabisa kwa kuniamini na kuniteua kuwa Naibu Waziri Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, katika kumsaidia Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo katika jukumu kubwa katika ofisi hii kuhakikisha kwamba shughuli zote za uwekezaji na mipango ya nchi hii inakwenda kama ilivyostahili. Mheshimiwa Spika, niendelee kukupongeza wewe, maana Mheshimiwa Spika, mimi nakumbuka kabla sijapata nafasi hii ya kuteuliwa nilikuwa mwenyekiti wa kamati, tumefanya kazi pamoja, na kwa kweli Mheshimiwa Spika, wewe umekuwa mwalimu wangu mkubwa, umekuwa mwalimu mzuri unayeweza kufundisha mtu yeyote namna ya uongozi unavyotakiwa kuwa. Mheshimiwa Spika, asante sana kwa kazi yako iliyotukuka, na kwa kweli Mwenyezi Mungu endelee kukubariki katika nafasi zako au katika shughuli zako, na hasa ile nafasi nyingine ya uraisi wa mabunge duniani. Mheshimiwa Spika, niendelee kushukuru pia wewe pamoja na Naibu Spika ambaye ni Mheshimiwa Zungu, naye kwa kweli amekuwa ni kiongozi mwema, na kila mtu anapomwona Zungu anamfurahia kwa sababu amekuwa ni Naibu Spika ambaye kwa kweli tunampongeza kwa kazi yake nzuri. Mheshimiwa Spika, niendelee kupongeza wenye viti wa bunge wanaokusaidia na wenye viti wote wa kamati zote za bunge. Kwa kweli tumefanya kazi kwa ushirikiano, na hasa zile kamati ambazo zinatusimamia ikiwemo kamati ya mitaji ya umma na kamati ya bajeti chini ya mwenyekiti Mheshimiwa Olan Njeza. Kwa kweli wamekuwa wakituelekeza vizuri, na kwa kweli Mheshimiwa Spika, tumepata ushirikiano mzuri sana. Moringe Juice ni dawa ya asili iliyoandaliwa vizuri kwa mizizi pamoja na majani kutoka katika ardhi iliyobarikiwa ya Tanzania. Dawa ya Moringe Juice ipo katika mfumo wa kimiminika ulioandaliwa na wataalamu wa kuandaa tiba asili kutoka Dr. Rose Changa Herbalist African Company. Kila aliyetumia dawa hii ameshuhudia kupona kwa muda mfupi, hasa kwenye kuongeza kinga za mwili. Watu wa HIV mpaka na mshangaa Mungu wengi. Kuna baba mmoja ana wake 5 walikuwa HIV positive. Alivyonitumia majibu ya juzi, nikaona mstari tu moja na watoto. Walikuwa positive wakawa negative. Mstari huu mmoja. Kama kuna dada moja amenitumia message, mama nimepata negative, nikamwambia haya nenda kwa daktari wako aliyekuwa anakupa aende akathibitishe. Na dawa zangu zimesajiliwa na nimefuata serikali jinsi inavyotaka. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0711 903 060.